Bei ambayo imepatikana 2714.90. Sasa nafasi ambayo ninayo kwenu ni moja tu. Labda nianze na wale ambao wanasema tusiuze, wanyoshe mikono juu. Asante sana. Hakuna hata mmoja anayesema tusiuze. Wanaosema tuuze. Wanaosema tuuze. Haya, asanteni sana. Kwa maana hiyo sisi kama chama kikuu mnaturuhusu kuidhinisha kwamba tunauza leo, si ndio? Mimi kwa bei ya leo naona nimelizikana nayo kwa sababu nimepiga calculator yangu nimekuta ipo sawa tu kwa sababu mimi ni mkulima. Ningekuwa nimenunua ningeona kwamba kuna changamoto yoyote. Bei ya leo inatufurahisha kwa kweli. Tofauti na mwaka jana, mwaka huu tumeanza na bei nzuri. Tunajua tunavyoendelea mbele hapo inaweza kaongezeka, maana tutaongeza juhudi ya usafisha vizuri ufuta wetu na kufungasha vizuri. Kipindi cha nyuma tumepata shida sana. Tunalima ufuta kwa gharama kubwa, lakini masoko yakawa hamna. Wanakuja walanguzi, wananunua kwenye madebe makubwa. Yaani mandoo makubwa yanafika hata kilo 18 ndoo moja. Tulikuwa tunapata hasara sana. Tunashukuru hawa mlivyotuletea huu mfumo. Hasa Kopla wametusaidia. Namshukuru Mama Samia kwa kutujali sisi wakulima upande wa pembejeo, mbolea, mbegu na sana kutupa kipaumbele sisi akina mama. Kulikuwa na variation ya bei ukilinganisha Songwe na huku Momba, lakini kwa sasa imeanza kuwa tofauti. Na hivyo basi tuna kila sababu ya kuwashukuru Kopla kwa maana ya kusimamia ubora wa hili zao. Hayo maagizo yamepelekea sisi kuyasimamia kama viongozi wa vyama vya msingi na kumfanya mkulima kusafisha ufuta wake katika hali ya ubora unaotakiwa. Yaani kuanzia walipoanza kutembelea Kopla tumejifunza vitu vingi sana kutoka kwao ambavyo tulikuwa tuvijui kabisa. Tumeona wakulima na wanunuzi wameweza kukutana kidijitali na waliweza kufuatilia. Tulikuwa tuna mategemeo kwamba waweze kuona mchakato mzima kwa uhuru na kwa uwazi ili waweze kuona namna ambavyo tunaweza kufikia kuuza kwa bei ya shilingi ngapi. Jukumu letu ni kuhakikisha kwamba mkulima wetu ananufaika na bei nzuri ya soko ambayo anapata uwiano wakati ya 70% hadi 80% ya bei ya soko la dunia.